We wadaku, welcome to my YouTube channel. Kama kawa kama dawa Senje Mdakwa Gulf. Listen, like, share and comment. So wadaku, nataka kuwapea umbea tu kidogo dakika 2 ama 3 hivi. So wadaku, huu dem anajiita Alice. Alice ni msichana ambaye alikuja huku Gulf kutafuta kazi ama kufanya kazi. Na yeye alikuja kazi ya kufanya nini? Ya kulinda tu mapaka. So hiyo boma alikuja huko Jida, kazi yake ilikuwa tu kulinda paka. Lakini kibahati mbaya paka mmoja amekuwa mkufi. Waiguru amelia. Waititu amelia. Waititu amelia. Kumbe hiyo paka yenye imekufa, hiyo paka haikukuwa normal pale. Haikukuwa normal pale wadaku. Sasa siausikia aje. Hii paka ilikuwa imewekwa pale kwa mix na paka zingine. Lakini haikukuwa paka ya maana. Ilikuwa paka ya maana sana kwa huyo Waiguru na Waititu kwa hiyo nyumba. So kwa hiyo nyumba yenye huyo dem alikuwa anafanya kazi, kuna mtoto mmoja ako disable. Wanasemanga aje? Special. Ako special. Mtoto ni ule mwenye ni ule mtoto mwenye anatoa mate, anafanya nini? Ako special, ako abnormal. Ako abnormal. Sasa siamsikia aje. Hiyo paka imekufa. Na paka vile imekufa, kumbe alichukua roho ya huyu mtoto walimweka kwa hiyo paka. Sasa ukiona hii paka iko na mix na paka zingine, hata huwezi kujua. Na huyu msichana wakati alikanyaga kwa hiyo nyumba, aliambiwa aje na Mwarabu wake, hii paka ndio linda. Kwa hizi paka zote, hii ndio special cat. Cat zingine wakikula kuku, usijaribu kupea huyu paka kuku. Na usijaribu kupea huyu paka nyama. Nyama ni ya minced meat. Huyu paka anakula chakula yake special. After umepikia hawa mapaka wengine, alafu huyu paka ako peke yake, ametengwa kwa nyumba peke yake, ikakuwa sasa wewe huyu paka ni mtu unalisha tu peke yake special. After umelisha hao wengine, umeosha vyombo. Sasa huyu paka ndio mtu mwenye alikuwa analishwa nyuma ya watu wengine, ama anatanguliwa kulishwa ndio wale watu paka wengine waende walishwe. Wadaku. Sasa mimi sijui what happened. Huyo msichana sijui alijifanya aje, akapea chakula huyu paka, chakula yenye haifai kupewa. Sakapea paka. Gavla Binvu, hule mgonjwa mwenye alikuwa special, akaanza kuongea. Punde sio punde, huyo mgonjwa akaanza kufanya nini? Kutembea. Na to make matter to be the worst, big worst, paka akakufa. Unavyomuona huyu paka Waiguru akimvuruta hivi chini akilia, huyu paka amekufa. Sasa hata shida sio hiyo wadaku. Shida ni huyu msichana wetu huyu anaenda kufungwa kwa makosa ya kumuua paka. Sasa wameenda kumwekelea kesi, yeye ameua Gatwa. Na hiyo Gatwa akienda pale, ndio ilikuwa rules na regulation ya kwanza kuambiwa, in case of anything, huyu paka ndio umfanyie kila kitu. Imagine huyo paka ako na sabuni yake special, chakula yake special, mavazi yake special, anakaa special kushinda paka wengine. Sasa msikia aje huyo madam akakuja akasema aje, my mission ijakuwa accomplished. Huyu msichana ameharibu mission ya huyu msichana. Huyu msichana ameharibu mission ya Waiguru ama ya hiyo family. Kwa sababu hiyo family ilikuwa rich, more rich. Sasa siamsikia aje, baba afanyi kazi, mama afanyi kazi, lakini family iko rich.
wanalipa msichana pesa mzuri, right on time, anakula vizuri, anakunywa vizuri, analala vizuri. Mfanyikazi wa kuosha vyombo hako, wa usafi hako, wa upichi hako, wa kulisha paka hako, wa kukaa na watoto hako. So kila kitu iko kwa mtara, yani kila kitu imepangwa mtara. Who does that? Sasa huyu msichana anafungwa hivyo tu ati kwa sababu ya kumuua paka. Hata huyu msichana hakumuua paka. Mnanipata? Huyu msichana hakuua paka wadaku. Huyu msichana kazi yake ilikuwa tu kumpea paka, akafanya mistake. Wakati hii paka ilionja chakula yao paka wengine, paka akakuwa mkufi. Who does that? Hebu mtoe maoni yenu hapo kwa comment section. Ni haramu shikila.